Tuone makofi yako juu namna hii kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Wa neema, wa neema, wa neema, wa neema, wa neema, Mungu wetu. Wa neema, wa neema, wa neema, wa neema, wa neema, Mungu wetu. Wa neema, wa neema, wa neema, wa neema, wa neema Bwana, wa neema, wa neema Bwana, wa neema, Bwana. Haleluya. Upendo Bwana, wa baraka Bwana, 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 wa baraka Bwana. Nisikia kelele za shangwe kwa Bwana. Haleluya. Ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, si mimi tu, si akili zangu, ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, si mimi tu, si akili zangu, ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, sio mimi tu, ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, sio mimi tu. kugushwa kwa mkono wake, si mimi tu, si akili zangu, ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, ni wema wake Yesu, sio mimi, si akili zangu, ni wema wake Yesu.
mimi tu, si akili zangu, ni wema wake Yesu. Wokovu nilio nao sio kwamba mimi nilifaa sana, si mimi tu, si akili zangu, ni wema wake Yesu. Watoto hao ulio nao sio kwamba wewe ulimfaa sana Bwana kukupa, sio wewe tu, si akili zako, ni wema wake Yesu. Amani hiyo ulio nayo sio kwa nguvu, kwa uweza wako, si wewe tu, si akili zako, ni wema wake. Ni wema, ni wema, sio mimi. Haleluya, ni wema, ni wema, sio mimi. Tumwinue Bwana kwa namna hii, watu haleluya. Mwinue Bwana Yesu ambaye amekupa neema. Vigelegele kwa Yesu. Bado sijaona mikono yako kwa Bwana. Mshangilie Bwana aliye mwema, mshangilie Bwana mwenye nguvu, mshangilie Bwana mwenye fadhili. Haleluya, Jesus. Katika uwepo wa Bwana Yesu. la
Baba yetu na Mungu wetu, pokea sifa na utukufu, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Tunaukaribisha Roho Mtakatifu uweze kutamalaki katikati ya kanisa lako Bwana. Hakuna jambo lolote lilogumu siloliweza Bwana. Wewe ni mwema na mwaminifu. Sifa zikufikie pekee, ni wewe unayestahili Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Bwana, tazama sasa watoto wako tuko mbele zako. Tunajiandaa kwenda kusikiliza Bwana majeshi maneno ya uzima kutoka kwako. Tunaomba Bwana majeshi, Roho Mtakatifu atamalaki katikati ya kanisa lako. Bwana wa majeshi, katika muda huu Bwana unastahili, maana uweza wako na nguvu zako tumeziona katikati ya kanisa lako. Ngusa kila mmoja ambaye amepata neema ya kufika katika ibada asubuhi njema hii. Bwana majeshi, tunaamini Bwana, katika kipindi hiki ambacho tunakwenda kusikia neno lako likapate kuponya, likapate kuokoa. Bwana majeshi, ukapate kuonekana, ukajitukuze mwenyewe Bwana, maana hakuna wezaye zaidi yako. Na mwinua mtumishi wako ambaye Bwana majeshi atakwenda kusimama. Bwana, yeye ni sauti, lakini neno ni lako. Tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu Baba ukapata kumtumia. Bwana, yeye ni mwanadamu, hawezi, lakini akiwezeshwa nao Bwana atanena yale maneno uliyoweka ndani yake, yapate kutujenga, yapate kututia nguvu. Bwana majeshi, katika safari ya kwenda mbinguni, neno lako likapate kuokoa, neno lako likapate kuponya, hata wale walio wadhaifu Bwana likapate kuwagusa Baba. Roho Mtakatifu akapate kuuisha mioyo ambayo imekata tamaa Bwana, ikapate kukurejelea Mungu wa kweli, Mungu muumba mbingu na nchi. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu, utakwenda kwa pamoja nasi Bwana. Tuko tayari, tukikataa hila za mwovu ibilisi kujipenyeza, katika jina la Yesu hazina nafasi, bali tunaamini Bwana Roho Mtakatifu pekee atachukua nafasi. Bwana, utulivu uweze kuwepo katikati ya watoto wako, shauku iweze kuwepo Bwana ndani ya mioyo ya watoto wako, ili waweze kupokea kile ambacho umetuandalia siku ya leo. Pokea sifa na utukufu, kwa kuwa utatenda zaidi ya haya. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wote tuseme amen. 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 Basi tukae kwa utulivu tukiwa katika uwepo huu wa Mungu. Chukua Biblia yako, notebook, kalamu, ili uweze kurekodi yale mahubiri, ili siku nyingine aweze kusaidia. Basi anayekwenda kutuhudumia si mwingine mchungaji wetu Josefu Mwandembo. Karibu mchungaji wetu, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Amen. Namshukuru Mungu ambaye ametupa siku ya leo ya ibada, lakini pia ametupa wakati huu ambao ni mwema sana kwetu. Hali ya hewa ni nzuri na watu mnapendeza. Mungu awabariki sana. Amen. Somo utakalokuwa nalo kwa muda huu, kabla sijaanza, naomba niseme mambo machache tu kwanza. Mambo machache tu, mawili matatu, kuhusu mwenendo wetu hapa kanisani. Kwa sehemu nataka kulingana na neno, lakini
machache tu, mawili matatu. Maneno haya, kuna maneno fulani ya Kiingereza kama manne hivi ambayo inaonyesha tabia ya mtu. Tabia ya mtu. Sasa hebu jiangalie wewe mwenyewe kama je, hii tabia ndivyo ulivyo au namna gani? Na kwa sababu katika kuishi tunajifunza kila siku, hakuna bingwa wa kuishi. Yaani ni mambo ya kujifunza kila siku. Sasa kuna mambo manne, kuna kitu nasema kwamba responsible, mtu ambaye ni responsible. Mtu ambaye ni responsible, maana ni mtu ambaye anawajibika pale alipo. Anajiona kwamba anawajibika. Kwa mfano hapa Kijitonyama, je, unajiona kwamba unawajibika hapa au unajionaje? Kwa hiyo ni jambo jema kwamba pale ulipo ujione kwamba wewe ni responsible, ni unawajibika kufanya jambo fulani. Kwa mfano umeingia getini pale, ukaangalia kuna takataka ziko pale, ukajiendea tu, ina maana wewe ni irresponsible. Wewe ni irresponsible, mambo ni kinyume cha responsible. Kama unaona kama si wajibu wako usafi wa kanisani hapa, wewe uhusiki. Lakini kama ni responsible, kama ni karatasi hiyo kote tupeleke kama nilipotikia kukaa. Pengine naona watoto wanapigana hapa. Kama ni responsible utasaidia na kuwapatanisha, kusimamisha. Unasema wazazi wao wanajua. Kwa hiyo kama ni responsible lazima ujione kwamba hapa Kijitonyama, hapa kanisani mimi nawajibika kwa hili na hili na hili. Kwa hiyo ni vizuri kwamba unapokuwa mahali kama hapa kanisani au kazini, popote hata mtaani, ujione kwamba wewe ni responsible. Unawajibika pale ulipo. Kwamba kitu kiwepo ni wajibu kukirekebisha, kukisahihisha, kukimaliza kama kitu kibaya. Kwa hiyo kwa mfano leo ni wakati wa Bible study pale, ilipoisha tu niliingia hapo mkumbini hapo kwenye kanisa letu la zamani. Nikakuta ndio darasa wanamaliza naondoka. Nikuta wale walikuwa pale darasani ndio wanaondoka, wanaanua jamvi, wana shughuli zingine. Lakini nikakuta feni zinapepea karibu 6-7 zina. Hakuna aliona kwamba hizi feni zinataka zizime kwa sababu hatupo. Si mwalimu, si wanafunzi, si nani. Wote kana kwamba hiyo si wajibu wetu. Kama katoka zake. Hata kana vioni kule unaweza kukuta taa inawaka siku nzima. Hakuna anayeona kwamba hii taa ndio izime hii. Si wajibu wangu. Yupo mhudumu. Atazima tu. Sasa ni vizuri kwamba ujione unawajibika pale. Bwana sifiwe sana. Kama wewe ni unawajibika, ni responsible. Kama hujiwajibishi, wewe ni irresponsible, ni kinyume chake. Jambo lingine ni sympathy. Sympathetic. Sympathetic mwake ni mtu mwenye huruma na wengine. Kanisani una huruma na mwingine? Unamwona mwenzako pengine amekosa hata nauli ya kuja kanisani. Mwenzako ana pungufu fulani. Je, moyoni mwako unaumia? Je, unajisikia au unaona sawa tu? Unamta analia wala huoni? Ni lazima uwe na macho ya kuona mtu anayeumia. Napongeza utaratibu wa kanisa leo, umefanya ibada sadaka ya huruma. Kwa mwenzangu huyu ana tabu hii, ana shida maisha yake yote, ana tabu hii hapa. Hebu nifanye hatua na mimi kushirikiana naye. Angalau kupunguza kwa muda siku fulani. Hiyo ni tabia ya sympathy. Kwamba watu ni sympathetic, yani kwamba wanasikia maumivu kama yeye anavyosikia maumivu. Je, unasikia maumivu ya mtu mwingine? Au wewe uyaone? Unatazama upande mwingine. Kwa hiyo kama wewe una tabia ya kuona huruma kwa mtu mwingine, nasema kwa huyu ni sympathetic, ana huruma huyu. Ana huruma huyu mtu. Lakini unaweza kuwa usio na huruma. Mtu asiye na huruma ni apathetic. Yaani yeye hajisikii kuumia wala hajisikii kuona kwamba hii inamhusu. Sema asiye bwana, kwani si yeye, wakati mimi ndio nimsababishia, si yeye tu. Hiyo ni tabia ambayo ni kinyume cha mtu ambaye ana huruma. Kwa hiyo ni vizuri kwamba tujiepushe kuwa apathetic.
Apathetic ni mtu ambaye anaona tatizo, hajishughulishi nalo wala hasikii kama limuhusu, anajiendea tu, anajiendea. Kwa hiyo ni tabia ambayo ni ya kuepuka sana katika kuishi kwetu. Na tabia ya mwisho ni empathy. Empathy maana yake ni kuvaa viatu vya mwenye shida. Yaani anayelia unalia naye, anayelia unafanya nini? Unalia naye. Ndio fanana na sympathy. Lakini hii ni kwamba unakuwa pamoja naye. Nakumbuka mwaka fulani mtoto wangu aliungua maji akajeruhiwa sana tumboni, na tulianza hospitali miezi kadhaa, lakini sikuona shida yote kwa sababu watu walichukua shida yangu kama ya kwao. Yaani nikajikuta kwamba ile shida imeisha, ikitakiwa dawa imeshanunuliwa, chakula kimeshapatikana, yani ni kama vile mimi ni kama vile natembelea tu. Lakini nilikuwa na shida kubwa sana, lakini kwa sababu kuna watu walibeba kama ya kwao, nikasikia vizuri sana. Wanasikia sana. Kwa hiyo uwe mtu ambaye ni empathetic, mtu ambaye anavaa viatu vya mwenye shida. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hizi ni tabia ambazo tunahitaji kujifunza katika kuishi kwetu na wengine. Sio lazima ndugu yako, sio lazima awe maadamu ni mtu, ni binadamu aliyeumbwa kwa sura nani? Ya Mungu. Lazima ujali. Bwana asifiwe sana. Hongereni sana ambao mmetoa sadaka ya leo. Bila shaka Mungu atawapa zaidi. Amen. Lakini hili sio somo la leo. Somo la leo ni matendo manne yanayompaswa muumini. Matendo manne yanayompaswa muumini. Matendo manne yanayompasa muumini. Na tendo la kwanza, waimbaji wa leo wameliimba sana. Tendo la kwanza waimbaji wa leo wameliimba sana. Nalo ni kumshukuru na kumsifu Mungu. Kumsifu na kumshukuru Mungu. Je, una shukurani na sifa kwa Mungu? Leo karibu kwaya 3 zimezungumzia jambo hili. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa zile kwaya ambazo azungumzia jambo hili, sio kwamba zenyewe hazikujiandaa mbele za Mungu. Kumbe hao ndio walijiandaa, sasa ndio walikuwa sahihi. Hamna. Mungu ana huduma kwa watu mbalimbali, muda mbalimbali. Kuna mtu mwingine ambaye amehubiriwa na kwaya ya watoto pale, ndio amemhubiri na amepata ujumbe wake pale. Tuko mundani tumekaa, tuko wengi. Kuna mwingine ujumbe wake hasa ameupata kwa nani? Wale watoto pale. Amepata hapa, anapata. Mungu ndivyo alivyo. Anahudumia watu kwa njia zake mwenyewe. Sasa waimbaji wengi mmeimba kuhusu jambo hili la kumsifu na kumshukuru Mungu. Wengine wanasema kama sio wewe ningefanyaje? Bwana asifiwe sana. Hebu tusome mambo mengi katika Zaburi ya 95 na 96. Lakini sasa Zaburi, naomba tusome Zaburi ya 95 kama kuna msomaji mzuri. Hebu tusome Zaburi ya 95 pale mstari wa kwanza hadi wa 7. Zaburi hiyo ina mstari 11, lakini anza mstari wa kwanza hadi wa 7 kama unaweza kusomea. Zaburi ya 95 mstari wa kwanza hadi wa 7. Zaburi ya 95 mstari wa kwanza hadi wa 7. Zaburi ya 95 mstari wa kwanza hadi wa 7. Biblia inasema, Njooni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake. Bahari yake ndiye aliyeifanya, bahari ni yake, ndiye aliyeifanya, na mikono yake iliumba nchi kavu.
Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Amen. Amen. Ukitoka pale ukija mstari wa 8 pale ni kinyume cha mtu ambaye amshukuru Mungu. Hiyo mstari 7 inazungumzia kuhusu kumshukuru Mungu na kumsifu Mungu. Mstari unaofuatia ni kinyume chake. Kumkataa Mungu na kumpinga Mungu na kumdharau Mungu. Sasa hapa tumeambiwa zaburi hii inafuata na zaburi nyingi katika Biblia. Zaburi nyingi sana zinazungumzia kuhusu kumsifu na kumshukuru Mungu. Na kweli ni kwamba zaburi, tunasema zaburi wenzetu wanaita Hallel, yani ni maneno ya kumsifu Mungu, eta Hallel, haleluya, Hallel. Hallel, kwa hiyo Hallel ni sifa za kumsifu Mungu, ni nyimbo za kumsifu Mungu. Na nyimbo hizi zilikuwa zinaimbwa kila wakati katika ibada za Kiyahudi. Wayahudi zaburi hizi wamezigawa katika makundi na zinaimbwa katika ibada mbalimbali. Kuna ibada fulani, kwa mfano ibada ya Pasaka, kuna nyimbo zake, kuna zaburi zake, na kuna ibada nyingine ya siku ya ibada, kuna zaburi zake, kuna sehemu za misiba, kuna zaburi zake. Kwa hiyo walikuwa na zaburi mbalimbali ya kumwimbia Mungu. Kwa hiyo kumwimbia Mungu ni wajibu, ni tendo la kila mtu kutakiwa kufanya. Bwana asifiwe sana. Yaani kuimba sio tendo la kwaya, ni tendo la kila muumini anatakiwa kufanya, ambaye anaimba kumwimbia Mungu. Sasa hapa katika Zaburi ya 95 hapa tumeambiwa kwamba njooni tumwimbie Bwana. Neno Bwana pale imeandikwa kwa herufi kubwa pale. Maana yake ni kwamba ni Mungu Baba. Neno katika Biblia neno Bwana kwa herufi kubwa ina maana Yehova pale, ndio maana yake. Kwa hiyo hebu tumwimbie Bwana. Tumwimbie Bwana kumshukuru. Kwa hiyo sehemu kubwa ya kuimba ni kumshukuru Mungu, ni kumtukuza Mungu, ni kumuinua Mungu. Kwa hiyo asema njoni tumwimbie Bwana. Yaani hili ni himizo. Tunahimizwa wewe na mimi kwamba tuwe na tabia ya kumtukuza, kumuinua Mungu wetu. Bwana siwe sana. Kwa hiyo unaona kwamba pengine unasema mimi bwana sina sauti nzuri, mimi hakuna sauti nzuri wala sauti mbaya katika kumwimbia Mungu. Wewe imba kadiri ya sauti yako ilivyo na Mungu anakuona. Bwana siwe sana. Hata kama huimbi kwenye kwaya, lakini imba. Na bahati nzuri makanisa karibu mengi yana vitabu vyao vya nyimbo. Sisi kitabu chetu kinaitwa nyimbo za nini? Za wokovu. Ndio kitabu chetu kinavyoitwa. Kwa hiyo ni vizuri zile nyimbo uzijue vizuri ili umwimbaji wa nyimbo kumtukuza Mungu. Bwana siwe sana. Unaweza kashangaa mshirika anasali kanisani lakini kitabu cha nyimbo za wokovu wala hana habari, hana mpango nacho. Wala haoni kama anawajibika kuwa nacho. Wala hata kujifunza wimbo mmoja hana habari, yeye anakaa na wasikiza wengine wanavyoimba, anakaa na angalia wengine wanavyoimba. Lakini unahimizwa kwamba njoni tumwimbie Bwana. Kwa hiyo kanisani sio pale pa kuja kukaa tu unaangalia wengine kama vile wanakuimbia wewe mheshimiwa. Ni kwamba unapaswa kuimba wewe mbele za nani? Za Mungu wako. Bwana siwe sana. Usione wenzako kama vile waangalie kama unaangalia mchezo wa mpira. Wewe ni mchezaji hata wewe. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo unapotoka nyumbani uwe na sifa ndani yako ya kumtukuza Mungu. Na huyu Mungu unayemwimbia anakusikiliza. Sasa fikiria